Ndugu Waislamu, nichukue fursa hii muhimu sana awalan kukuhusieni nami pia kuhusia nafsi yangu kumwogopa Allah na kufuata mwendo na kutekeleza sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Imma ma'udhu'i khutbatina al-yawm, kichwa chake cha habari kinasema kuna faida gani mwanamke akimtii mume wake. Katika suwari min hayati tabi'iyat, mmoja kati ya waja wema, binti yake alikuwa akiolewa ule usiku wa lailatu zafafa, yani zufati ila zawjiha, ule usiku ambao bibi harusi karembwa au kapambwa anapelekwa kwa mumewe. Akamwambia, ibnati fakhudh minni khisalin 10, binti yangu chukua kutoka kwangu mimi nasaha ya mambo 10, nenda nayo kwa mumeo. Na huu ni utaratibu watokea zamani huu, lakini leo umeachwa na mabinti wengi leo au kina mama wengi leo wanatia aibu. Akamuhusia mengi, la mwanzo akamwambia ishabihi bilqanaa wa husni sam'i wa ta'a, nenda kwa mumeo lakini ishabihi bilqanaa, andamana naye kwa kinaya, kwa kutosheka. Fa innal qanaa'atu malun la yanfas, kutosheka ni utajiri usiokwisha. Mwanamke anakupenda siku zote, anakuwa busy, anataka time yako kwake. Lakini mwanamke asiyokupenda anatizama unamiliki nini wewe. Sasa ishabihi bilqanaa, ndoa yako sitie dosari, andamana naye kwa kutosheka, na kutosheka ni kazi kubwa. Wa husni sam'i wa ta'a, lakini pia uwe msikivu na uwe mtiifu, na kila analomwambia anampa faida zake baadaye. Fa inna fil qanaa'ati rahatu qalbi, katika kutosheka kuna ustarehesha moyo. Moyo wako utakuwa hauna pressure ya makorokoro mengi. Wa fi husni sam'i wa ta'a mardhata rabbi, lakini katika kuwa msikivu na kuwa mtiifu hakumridhishi mumeo tu, bali kuna mridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambalo hili ni jambo kubwa kabisa. Ukifungua katika suratul Nisa, Allah anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ni wasimamizi wa wanawake. Kwa kitu gani? Bima faddala Allah ba'dhuhum 'ala ba'd wa bima anfaqu, kutokamana na vile ambavyo Mwenyezi Mungu sisi ametufadhilisha baadhi yetu kwa baadhi. Miongoni mwa vitu ambavyo sisi tumefadhilishwa, la mwanzo, sisi tunaoa wanawake huwa hawaoi, na sisi tunaacha wao huwa hawaachi. Talaka iko mikononi mwetu. Lakini katika tafdhila, katika vitu ambavyo Mwenyezi Mungu ametufadhilisha nazo, mwanamke akili yake ni kubwa, na wanasema kwa ukubwa wa akili yake anaweza akafanya vitu 4 kwa wakati mmoja, kiasi ambacho mwanaume hawezi. Kwa hiyo IQ ya mwanamke ni kubwa kuliko ya mwanamke, au kwa lugha nyingine, wana akili kubwa kuliko mimi na wewe wanawake. Waweza ukamkuta mwanamke sasa hivi anapika, wakati huo huo nasul wakati anawasha moto kitendo cha pili, anakoleza na miguu yake, lakini time hiyo hiyo anamnyonyesha mtoto wake, lakini time hiyo hiyo anazungumza na simu na mume wake na mama yake, na wala hachanganyi maneno. Wakisikia halo kuni hizi aziwake, anaongea sawa. Siku moja nilipita pahala nikiwa na gari, mbele yangu kuna gari nyingine imesimama,
kukawaka taa ya kijani inaturuhusu tuondoke. Sasa watu wanapiga simu, ile gari ya mbele haiendi, imesimama tu, inapigwa honi. Yule nilokuwa naye nikamwambia kamgongee yule bwana dirisha, atakuwa anaongea na simu, kasahau kama taa hizo zinaturuhusu tuondoke. Alipofika kweli anamkuta anaongea na simu, kumgongea ndo kashtuka, kawasha gari kaondoka. Akaniuliza ulijuaje? Nikamwambia yale maneno ya Kiswahili yanasema mshika mawili moja huponyoka, ni kwa wanaume, hawawezi mambo mawili kwa wakati mmoja. Lakini angekuwa mwanamke angeweza. Mwanamke anaweza akazungumza na simu 3. Kwa hiyo akili zao ni kubwa, tuwatumie katika ushauri. Wanawaza vitu kwa haraka, isipokuwa kwa nini tunasema wana akili ndogo? Akili zao Mwenyezi Mungu alivyowaumba, wanaweza kufikiri kitu kwa haraka, lakini hana resistance, hana condenser ya kudigest kile anachokiamua. Mwanamume akili yake ni ndogo kuliko ya mwanamke, lakini Mungu kampa chujio la kile anachokifikiria, hasa awe muumini. Mtume ilikuwa ashaja Abul Qais akamwambia inna fika khaslatan, ambia sahaba yake mmoja, inna fika khaslatayn yuhibbuhum Allah, wewe sahaba wangu una mambo mawili na Allah anayapenda. Kana kwamba Mtume anasema kila Muislamu ambaye hanayo, hebu aanze kuzama hapa kwanza katika kulia hiyo. Mambo gani? Alhilmu wal anatu, upole na umakini katika mambo. Kama mwanaume wa Kiislamu, kama baba wa kifamilia, likikukuta jambo, kabla hujaanza maamuzi, unaliweka mkononi, unatizama faida zake na hasara zake. Hasa muumini hutizama faida endelevu, kisha akitoa maamuzi ni maamuzi ambayo yana faida, ni maamuzi maana lazima afikirie jambo hili limekuja, nikilifanya faida yangu itakuwaje, jamii iliyonizunguka anakaa nalo. Ndio Muadh bin Jabal anaambiwa na Mtume wakati anakwenda Yaman, hakuna uchamungu bila kufikiri kabla ya kutenda. Wazungu wasema think before doing, fikiri kabla. Hii fikiri kabla ni akili ya mwanaume peke yake. Kwa hiyo pale ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah, tulichofadhilishwa cha mwanzo ndio hicho. Mwanamke ana akili kubwa, lakini yeye hana muda. Hili liloliamua hivi sasa na natija yake itakuwa vipi, hasa akiwa amekasirika. Anaweza akadai talaka, mishipa imemtoka, niache sasa hivi na kuambia. Huyo anayekuambia nipe talaka, wallahi ni mjamzito. Huyo anayekuambia nipe talaka ana vitoto 4 5. Huyo anayekuambia nipe talaka hajui kwamba wanaume tabia zao. Hakuna mwanaume anayekubali kula mifupa ya mwenziwe. Kila mwanaume ataka mwanamke mpya. Hii ripoti kina mama waishike. Yale maneno ya kusema unaniacha sasa hivi asubuhi jioni naolewa, mpango haupo. Anayeoa mjane, anayeoa aliotalikiwa ana imani na ana mapenzi ya dhati. Ila sifa ya mwanaume, kisima cha mfalme haruhusi mwingine kuchota. Sasa unamkuta mwanamke anadai talaka, haangalii watoto, haangalii alichozaa. Tahamaki mwanaume anashindwa, haya nishakupa talaka, kwa heri. Akishapata talaka siku 2 3 anaanza kupata tabu na watoto. Anaanza kufikiria ili kuwaje hii habari. Anaanza kuwatafuta watu kwamba kaniacha bure, hata sijamfanya kitu, nitafutieni njia nirudi tena hivi sasa kwa mume wangu. Wewe hujai kuona mkeo kama ulimpa talaka moja anajuta, analia, wallahi nitajirekebisha. Sasa kwa udhaifu huu Mwenyezi Mungu akaona mwanamke asiharibikiwe, lazima asimamiwe na mwanaume wa sawa sawa. Akieleza jambo lake, usimwachie tu, mume wangu nataka kutoka, nataka nisafiri. Lile wazo kwanza we mwanaume ulishike, lidigestiwe na akili ya mwanaume, utizame, uwe na tawila almada. Hapa mke wangu nenda, hapa usiende. Hata kama amekasirika, ndio kheri yake hii, ndio kheri yake. Ndio pale Mtume akasema kweli mwanamke kafadhilishwa kwa yake,
kweli mwanamke ni mama wa dunia, kweli mwanamke ana dhima kubwa, kweli mwanamke katuzaa wote, kweli mwanamke kamzaa Mtume Muhammad. Sasa huyu tusimpe dini kubwa, tutamsumbua. Asiende jihadi, hawezi kupigana, asifanye kadha, hawezi. Idha sallat khamsaha, tumpe mambo manne tu. Akisali sala zake 5, wasamat shahraha, akafunga mwezi wake wa Ramadhani, wa hafidhat farjaha, akajistiri mwili wake, lakini wa ta'ati zawjaha, wasali taa ya mume bado. Hili la taa la mume hili bado. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anaeleza sifa za mwanamke mzuri akasema ni yule ambaye idha nadhartaha, ukimtizama unafurahi, lakini ukimwamrisha anakutii. Mwanamke mtamu ni yule ambaye hanyanyui sauti mbele ya mwanaume. Watu wa saikolojia ya mahusiano wanasema miongoni mwa matatizo ya wanaowatoa wanawake katika majumbe ya waume zao wakaonekana si wazuri, kwanza mwanamke kutaka kujifanya yeye ni kichwa cha familia. Haya ni majukumu ya mume, usiyahodhi wewe, usiyachukue wewe. Hapa ikija posa, mimi ndo na amri. Kama huyu namtaka ataolewa, kama simtaki baba hana amri. Mwanamke usijifanye wewe ni kichwa cha familia, usibishane na mumeo. Ni makosa, ni haramu mwanamke kupaza sauti yake kubishana na mumewe. Wanasema hivi, mwanaume naye anakosea kwa sababu naye si malaika, lakini pia akikosea inatakiwa kabiliwe kwa namna nzuri, kwa sababu mwanaume haelewi somo kwa kufokewa. Wanawake wengi wanadai haki zao, wanawake wengi wanadai uadilifu wao, lakini wanadai kwa njia mbaya. Yani ukimwona mwenzio kakosea, wewe usiwe mkosa zaidi. Zama za Mtume Muhammad kuna vijana wawili Madina pale aliwaoza, wakaoana mke na mume. Baada ya kuoana, mwanaume akaenda siri ya kibiashara, liilafi Quraish ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf. Waarabu tokea zama hizo misafara yao kuskus na kaskasi ya Maka, Saba Yemen na Sham, Syria au Suria ndio sehemu walikuwa wanapenda kufanya biashara. Basi kijana huyu mkewe ni mpya, akamaliza Saba, baki mwanamke mwari mpe siku 7, alikuwa thayib mpe siku 3, haki yake. Alipomaliza siku 7 akaambia zaujati, mke wangu kipenzi, ndo nishakuoa, lazima tutafute maisha. Ni haki yako mimi nikulishe, nikuvishe, nikupendezeshe. Naomba niende nje ya Maka, nchi ya Syria, pengine nikaupiga mwezi, naenda kutafuta maisha, naenda kuhangaika kwa sababu yako, nahitaji dua yako, lakini mimi ndo mumeo. Unajua maana ya kupeana mkono? Uzawijuka bima amara Allah, imsakin bima'rufin au tasrihum biihsan. Nimepeana mkono na babako mimi kukuoa, ina maana baada ya usimamizi wa babako ni mimi sasa. Na mimi ana ghayura na wivu, na wivu ni haki yangu. Nasema kama baba familia, natoka ichi kizingiti cha mlango, usifurutu kutoka. Pesa hizo hapo, chakula hicho hapo, asikutoe yoyote, si yoyote. Aje babangu mzazi akikwambia njoo usitoke, mimi ndo mume wako, kwa heri naondoka. Sahaba wa Mtume akaondoka. Alivyoondoka akaukata mwezi ughaibuni. Huku nyuma ikatokea dharura, binti yule babake mzazi akapata maradhi, kaugua vitu kama stroke, maradhi mabaya yamemkuta. Kaka yake akaja bimana ya shemeji, akamwambia ukhti, chukua kila unachokijua wewe, elhaq, mzee anaumwa, na ukisikia lolote usibishe, lakini twende hivi sasa ukamwone baba yako.
Binti akalia, kapatwa nini mzee? Ninavyompenda baba yangu, huwa habu ilayya min nafsi min mali min kulli shay. Baba nampenda kuliko chochote, nampenda sana baba yangu, mimi ndo kipenzi chake. Lakini kuna kadhia moja, najua mume wangu alivyokuja huko kunioa. Sikilizeni Waislamu, sahabia wa Mtume anamwambia kaka yake, alivyokuja kunioa kaka huyu hajanikuta kwenye miti, alitaradhia kwa wazee wangu, wakamkubali alivyo, wakaniozesha. Lakini sasa alivyotoka alisema, mimi sitoke kwa amri ya babake, bila shaka hata kwa amri ya mzazi wangu nisitoke. Lan akhruja, wallahi sitoki. Lakini kwa sababu Mtume yupo, ndo kadhi wa zama hizi, anaweza akaivunja amri ya mume wangu, hembu nenda kamwambie Mtume wa Allah. Lakini mimi sitoki mpaka nisikia anasema nini Mtume. Angalia paa ya mwanamke hii. Akatoka mwanaume yule mguu mosi mguu pili mpaka kwa Mtume wa Allah. Fa akhbara bi khabarihi, akampa ile full information. Mtume mzee anaumwa, na mzee mwenyewe ni sahaba wa Mtume Muhammad. Angalia jibu la Mtume wa Islam. Mtume akasema, ta'at li zawjiha khairun min i'adati abiha. Taa ya mumewe ni bora kuliko kwenda kumkagua baba yake. Nendeni mkauguze, usivunje amri ya mtu, mwache akayapo hapo. Huyu ni Mtume wa Allah, huyu ni Mtume wa Allah. Mama yako mzazi ana daraja kubwa sana. Mama yako mzazi daraja yake ni nzito. Hata kama unasali sunna, akaambia ya fulani taal njoo, basi itakiwa uvunje sunna ile ukamsikilize. Lakini ukiwa umeshaolewa, akakuita mama, akakuita na mume, nenda akamsikilize mume wako, kwa sababu alikeshapewa mamlaka. Kwa sababu lau kuntu amiran li ahadin an yasjuda ahadan, haya maneno ya Mtume, ingekuwa nina uwezo mimi kutoa amri viumbe wasujudiane baada ya kumsujudia Mwenyezi Mungu, wanawake wote ningewafardhishia wakimsujudia Mwenyezi Mungu kutoa mara 5, wakatoe sijida nyingine kwa waume zao. Hii ni amri ya Mtume, kwa sababu mzazi wako wewe asipokuridhia mwanaume, unakwenda motoni. Kwa hiyo mzazi wako ni mlango wa dunia na ni mlango wa pepo. Vivyo hivyo mwanamke yoyote asipopata radhi za mume wake, anakwenda motoni. Alikuta Mtume Isra wal Mi'raj mateso ya wanawake wale ambao hawakuridhiwa na waume zao. Kwa hiyo nendeni mkauguze. Akaja kwa dada yake akamwambia, basi baki msubiri mumeo. Mtume wa Allah kwa mdomo mpana, bimili famihi, kasema intadhir. Akambia haya, mtolee salamu. Wale wakaambiwa, kazuiwa, wanaijua heshima ya Mtume, hawakusema kitu. Siku hazikupita 2, yule mzee akafariki. Kaka kapanic, akaenda mbio kwa dada yake, akamwambia usilie, na sina njia ya kukuambia, lakini mzee kafariki, twende angalau ukamuone, umbusu, umpe dua zako za mwisho, ukalie pamoja na mama, ndo alokuleta duniani kama sababu. Dada akalia sana, akaambia wallahi la nakhruja, sitoki, siwezi kwenda, hajarudi. Lakini kwa hili la mauti ni fatara kubwa, hebu nenda kwa Mtume wa Allah, atasema nini? Alivyoenda kuelezewa Mtume anasema, mimi hapa sahaba wangu kafa, nakuja tukamzike na mimi nitamsalia. Kuna fadhila kuswaliwa maiti yako na Mtume Muhammad. Ama yule binti, nasema hivi, ta'at li zawjiha khairun min janazati abiha. Taa ya mumewe ni bora kuliko msiba wa babake. Huyu alokufa maisha yashakwisha, wacha waliokuwa hai waendelee na taratibu, amsubiri mume wake. Angalia kadhia nzito hii. Basi wakaenda kuzika, akalia ndani ya nyumba mnyonge peke yake. Baba yule baada ya muda akarudi. Alivorudi usiku ule,
akaenda kwa mke wake. Wanasema yule mke wake alivyokuwa na taa kubwa kwa mumewe, hakumpokea kwa kisirani. Umeyakoroga, njoo uyanywe sasa. Si unajiona mjahilina sana. Wanasema tasannaatu, kwanza alijiremba mno kuliko siku zote, utafikiri ni siku ya harusi. Wataqarrabtuhu al-asha, kisha akaona mume wake ni siku nyingi yuko nje ya mji, akamkaribisha na chakula chingine cha pili. Kisha alivyoona mume wake stress zishatulia, kapumzika, wakaanza kuzungumza, wakaweka mshtama kikao chao kidogo. Mume anamuuliza, haya mke wangu vipi? Ambia hapa alhamdulillah salama, hamna lolote lilotokea. Ambia kidogo, babangu aliumwa sana. Mume kasahau amri zake. Ambia vipi, ulivyoenda kumtembelea alikuwaje? Ambia sijaenda, si uliniambia nsiende? Ambia unanitafutia ubaya binti wewe, kwani mimi nimekukataza babako akiumwa? Mimi si nilisema tu ule msisitizo. Ambia uliniambia nsiende. Kisha akaja kakangu nikamwambia kamuulize mtume. Ambia yani amefika mpaka kwa mtume tena? Ambia naam, lakini mtume kasema nisiende. Ushaniharibia, mtume ataniona mimi ni mtu katili. Kwa nini umefanya hivi? Wivu tu umenishika. Ambia kuna kubwa zaidi. Lipi? Amekufa. Ambia mzee kafa? Ambia naam. Ulikaa msiba mpaka ukaisha? Ambia pia sijaenda kuzika. Ambia la haula wala quwwata. Umebaki hapa? Ambia amri yako mume wangu, uliniambia nisitoke. Na mtume alipoulizwa alisema eti mimi kutekeleza amri yako ni bora kiakhera, kithawabu, kuliko kwenda kupata thawabu za kumzika mzee wangu. Angalia, huyu bwana akasema haya mambo makubwa, wacha niende kwa mtume Muhammad. Alipofika anamwambia, anamkia mtume, salamu alaikum ya Rasulullah. Mtume anamuitikia, lakini huyu bwana ana haya usoni. Lakini mtume anambia hani alak, wallahi kongere, asante, hongera we kijana. Yeye anajiuliza hizi mapongezi za kitu gani tena? Mbona napongezwa au mtume hajanijua? Kisha mtume akamwambia laqad ghafara Allahu abiha, kwa ni wahi kutoka mbinguni. Laqad ghafara Allahu abiha, Mwenyezi Mungu amemsamehe mkwe wako, amemsamehe babake binti madhambi yake na kamuingiza peponi. Limadha ya Rasulullah, kwa kitu gani kasamehewa? Ambia li ta'atiha lak, kwa sababu ya ule utiifu wake kwako wewe. Baba kamlea binti yake, kamfundisha taa ya mume, leo ule wema wa binti yake unamfaa kaburini. Ulama wanasema wema wa mwanamke ni huu Waislamu. Kwa hiyo wazazi wengi wapo makaburini. Binti kama anataka kumridhisha mzazi wake, kumpunguzia adhabu, aamiliane vizuri na ahli wake, awe na taa kwa mume wake. Siku hizo Sayyida Fatima az-Zahra alikosana na Sayyidina Ali. Huyu ni binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au kwa maana nyingine ni katika wanawake watukufu wanne peponi: Sayyida Maryam alayha salam, Sayyida Khadija binti Khuwailid, Sayyida Asiya binti Muzahib na Fatima binti Rasulillah. Hao wanawake watukufu wa peponi wanne. Akakosana na mumewe siku hizo, akamwomba mume msamaha. Waislamu nisikilizeni, hakuna dhambi inayopendeza usoni mwa yoyote, lakini kuna baadhi ya dhambi yakizifanya mtu fulani haipendezi hata kidogo. Ulevi haufai, lakini sasa hivi utoke msikitini uone kizee kikongwe kimelewa, tena kibibi chakali, eti kimelewa, utashangaa. Bibi hana haya, kalewa mpaka anavua nguo. Lakini ukimkuta kijana kalewa anafanya fujo, sema mambo ya vijana, ujana wenda azimu. Lakini vivyo hivyo kiburi hakifai kwa watu wote, lakini kinakuwa kibaya zaidi akiwa nacho kiburi mwanamke. Miongoni mwa alama ya kiburi mwanamke, haombi radhi kwa mume wake akikosa. Tena mara nyingine mwanaume anasema basi mwambieni aniombe radhi yaishe, japo hiyo radhi ya kuomba haina faida yoyote.
mwambieni aniombe msamaha. Mimi nikuombe msamaha wewe kwa kipi? Mimi nikuombe, sikuombe msamaha. Nafanya lolote unaolijua. Mara nyingine mwanaume anashuka tu. Sasa mtizame binti wa mwanamke mtukufu kuliko wewe, anamuomba Sayyidina Ali msamaha mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mpaka mara 50, na zote anamsamehe. Alafu analia tu, akamwambia sikiliza wewe binti, umezidi sasa. Unaniomba msamaha mara zote na kusamehe, unataka nini? Ambia sijui kama Allah kanisamehe. Kamuulize babako. Anatoka anaenda mpaka kwa Rasulullah. Akifika pale mbele ya Rasulullah, nimemkosea mume wangu Ali, nimemuomba msamaha mara nyingi na zote kanisamehe. Niulizie Mwenyezi Mungu kashanisamehe? Jibu la Mtume anasema, mwanangu, Mwenyezi Mungu kaweka radhi zake pamoja na radhi za mume wako. Kaweka ghadhabu zake pamoja na ghadhabu za mume wako. Ikiwa Ali amekusamehe, Mwenyezi Mungu ashakuridhia na ashakusamehe. Ya reti ungelala leo mwanangu Fatima ukafa usiku, ukiwa Ali yupo na hasira na wewe hajakusamehe, mimi babako Muhammad singethubutu kusogea katika jeneza lako. Mume ni kitu kikubwa sana. Na tukisema haya hatuwapanii wanawake, ila tunataka kuonesha wema mkubwa unaopatikana kwa mwanamke, hasa akiwa anakaa na mumewe. Angalia mwanamke hana stara. Stara zake ni mbili. Mwanamke akifa tukamzika, amestirika. Stara ya pili, mwanamke akiolewa amestirika. Nasema kwa mdomo mpana. Mwanamke awe anasoma, mwanamke awe waziri, mwanamke awe nani, kama hajaolewa na kama hajafa hana stara. Na dini ya mwanamke yoyote duniani ni kama kidole. Hata awe na juzuu 30, hata awe na uchamungu gani, dini yake ni kidole mwanamke. Ikifanywa hivi tu ishaondoka. Dini ya mwanamke inategemea nguvu ya mwanamume. Na ndio maana wanawake wangekuwa wanaijua akhera alivyo, kila mwanamke angelia aolewe. Kwa sababu mwanamke akiolewa, akimtizama mume wake, akitizamwa na mume wake, akitabasamu tu anaandikiwa ametoa sadaka. Akifanya kazi yake yoyote ya nyumbani tu anaandikiwa ametoa sadaka. Akistareheka na mumewe muda wote ule, akiwa mchafu mpaka ajitwahirishe, anaandikiwa ametoa sadaka. Akabeba mimba ya mumewe na dhiki yote, ile akaunti yake Allah anaifungua, inaingia thawabu. Na kama atakufa kwa uzazi huo, basi Mungu anamwandikia miongoni mwa mashahidi. Na kama atajifungua akiwa salama salimini, surprise ya Allah anamfutia madhambi yote mwanamke. Jamii inasema, na tafiti kwa kufunga maneno yangu yanasema hivi, watafiti wanasema, ulama iktashafna, katika research tulioifanya, wanawake ni wengi sana kuliko wanaume duniani. Na ili wanawake waishi katika kuolewa, kila mwanaume aoe wake 4. Kila mwanaume akioa wake 4, ndo wanawake wataisha. Huyo Sheikh Uthmani mwenyewe hana wake 4 bado. Sijui imamu hapa hajaniambia, lakini nasema naye hana. Na tukiona watu wenye wake 4 humu wa kuhesabu kwa mpango huu mabwana, kuna wanawake mpaka watakufa hawatopata bahati ya kuolewa. Sasa wewe mwanamke ambaye uko ndani ya ndoa, mheshimu sana huyu mwanaume. Wanaume wachache, na kuna baadhi ya wanawake wamekubaliana na matokeo kwamba mimi si wa kuolewa. Kwa hivi sasa kuna baadhi ya wanawake umekaa hapo, lakini anamuendea mumeo Bagamoyo ili ampate huyo mwanaume. Umekaa hapo, lakini kuna baadhi ya wanawake anasema mimi siwezi kuolewa, na mtafuta mwanaume wa mbegu tu, mwanaume wa kuzaa naye. Sitaki hata senti yake 5, mimi nataka mbegu tu kwa njia ya zina. Wanawake ni wengi. Mume uliokuwa naye usimdharau, ndo huyo. Mtii, iwe ni sehemu yako ya kwenda peponi. Tusifurahi sana hutuba ya leo. Shekhe leo wanawake wameipata. Tusubiri Ijumaa ijayo na sisi zamu yetu inshallah. Waqala azza min qailin alim, fa idha qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.